Bana, uhali gani ndugu mwanamichezo, na haujambo? Karibu tuweze kukujuza habari mbalimbali za kimichezo zilizoweza kujiri siku hii leo kutoka hapa nchini Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na habari kubwa hivi sasa ni kumhusu refari aliyechezesha mchezo wa Stellenbosch dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambao ulikuwa ni mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, baada ya kuonekana akiweza kufanya makosa mengi sana katika mchezo huu ambao ulichezwa tarehe 27, ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club waliweza kumaliza mchezo huo. Yani mchezo huo uliweza kumalizika 0-0 na wakaweza kupata tiketi ya kwenda fainali baada ya kuwa na faida ya goli moja ambalo walifunga nyumbani. Ambapo sasa katika mchezo huo, ndugu wanamichezo, palitokea matukio takriban matukio matatu ambayo yalikuwa eka viulizo katika vichwa vya watu, lakini vile vile yalikuwa yanaleta gumzo katika midomo ya watu na kuweza kuzungumza kuhusiana na matukio hayo tata. Lakini kikubwa ni hichi ambacho kimeenda kuamulika baada ya refa huyo, lakini vile vile mashirika mbalimbali yakiweza kuamua haya na kuweza kuongelea haya kuhusiana na refa huyo, lakini vile vile kuhusiana na matukio hayo tata. Kabla sijaendelea, ndugu wa michezo, tukukumbushe kama mara kwanza tunajiunga nasi, basi tukuombe kuchukua muda wako na kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe iliko chini ya video hii, lakini vile vile bonyeza alama kengele tutakuwa pembeni yake ili uwe kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka, lakini vile vile uwe mwanafamilia wa channel hii na uendelee kupata taarifa mbalimbali zile zenye ukweli na uhakika masaa 24. Bana, ndugu mwanamichezo, na tukiendelea kukujuza kile kilichoweza kujiri kuhusiana na refa huyo na maamuzi gani ambayo yameweza kutolewa au kitu gani ambacho kinaendelea kuhusiana na refa huyo baada ya kuonekana akiweza kuminyaminya hivi katika mchezo huo. Matukio takriban matatu yaliweza kutokea katika mchezo huo, lakini haswa ni tukio la Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambalo ndilo lililoanza kutokea na refa huyo akaweza kuliminya. Lakini siku zote wanasema kwamba bahati ikiwa ni ya mtu fulani, hata ufanye nini bahati hiyo haiwezi kaondoka, na hatima yake mambo yakawa ndivyo sivyo. Stellenbosch kubebwa sana, lakini mambo yakawa ndo hivyo na Simba Sports Club kuweza kuvuka hatua hiyo nusu finali na kwenda hatua ya finali. Lakini licha ya hayo yote, bado refa huyo yupo kikangoni kuweza kuhusishwa na kuweza kupokea rushwa baada ya kuweza kuonekana kiminya sana matukio, lakini vile vile baadhi ya matukio ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ikionekana ameacha sana, na hatima yake kuweza kuleta gumzo na kuweza kuweka viulizo, na hatima yake bodi au wachambuzi mbalimbali kuweza kuchambua matukio hayo, lakini vile kuweza kumchambua refa huyo moja kwa moja. Kabla tuja kujuza kitu gani ambacho kinachoendelea, tunafahamu Simba Sports Club ameweza kutinga katika hatua ya finali katika kombe la shirikisho barani Afrika, lakini vile vile tunafahamu kwamba kutinga kwake finali, Simba Sports Club ameweza kuingiza mabilioni ya pesa. Kwa kutinga tu finali ameweza kuingiza mabilioni ya pesa, na hapo bado hajacheza finali dhidi ya RS Berkane, na kama anacheza finali na ataweza kushinda, basi atazidi kuingiza pesa mengi sana na ataweza kufanya vitu vizuri, kuweza kuongeza wachezaji wazuri, lakini vile kuweza kufanya vitu vizuri katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Kwa hiyo hichi ni kitu cha kujivunia kwanza kwa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, lakini vile vile ni kitu ambacho cha kufurahia. Mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club lazima waweze kujivunia na kuweza kufurahi baada ya kuweza kuona timu yao imeweza kufanya vizuri na kuingia finali, lakini vile vile kuweza kuingiza mabilioni ya pesa na kuzidi kuwafurahisha kwa kuleta wachezaji, lakini vile kuzidi kuimarisha timu na mengineyo. Lakini tukiachana na hayo, tunafahamu kwamba Simba Sports Club mpaka sasa hivi ndio timu bora Afrika ya 4, yani katika timu takriban 30 na yani Simba Sports Club ni timu bora namba 4 Afrika nzima. Utaona kwamba ni timu ambayo iko vizuri kiasi gani, lakini vile ni timu ambayo inafuatiliwa kiasi gani na ina ubora kiasi gani mpaka kuwa namba 4. Sio mchezo, timu ziko nyingi sana, lakini Simba Sports Club ni namba 4. Al Ahly akiwa wa kwanza, Mamelodi Sundowns akiwa wa pili, lakini vile vile RS Berkane akiwa 3 na Simba Sports Club akiwa namba 4. Utaona jinsi gani kwamba Simba Sports Club wako vizuri na wanaenda vizuri, na msimu huu wameonyesha kabisa wako vizuri na wanahitaji kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, lakini vile vile hata ubingwa wa ligi ya NBC Premier League kama ikiweza kuwezekana, na yote yanawezekana kutokana na ubora wa kikosi cha Simba Sports Club kilivyo sasa hivi, lakini vile vile kutokana na ubora wa kocha Faldo Davis akiweza kuonyesha ubora na kuweza kuonyesha manjonjo na falsafa nzuri kabisa
kabisa ambazo zinafanya Simba Sports Club kuweza kuvuka hatua mbalimbali na hatima yake kuweza kupata bahati ya kwenda finali. Sasa moja kwa moja tukiendelea, ndugu mwanamichezo, nadhani nimekudokeza vitu vingi sana hapo, nilitaka uweze kuvijua na huenda unavijua, lakini nimetaka tuendelee kushare na tuweze kujua zaidi na tuweze kujivunia kwa wale wapenzi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club waweze kujivunia kuhusiana na taarifa hii, lakini vile kuhusiana na Simba Sports Club kuweza kupata mabilioni ya pesa baada ya kuingia finali na kuweza kuwa ni timu bora namba 4 Afrika. Refa huyu bwana, moja kwa moja tukiweza kuendelea, ameweza kuwekwa kikangoni na wachambuzi mbalimbali Ulaya na sehemu mbalimbali wakiweza kuchambua kuhusiana na matukio hayo tata, lakini moja kwa moja tukio ambalo limeshika hisia za watu na wachambuzi wengi wameweza kuliongelea sana kuhusiana na tukio la Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambalo Kibu Dennis tulipata kuona amechezewa rafu katika eneo la 18 kabisa ndani ya box ikichezewa na rafu, lakini refa huyo aliweza kutazama kidogo VAR na akasema sio penalty, akati ilikuwa ni penalty halali kabisa. Kila mmoja akiweza kutazama ni penalty halali, kila mchambuzi akisema kwamba hiyo ilikuwa ni penalty halali, lakini refa huyo akaweza kumenyaminya na kuweza kuwakatalia Simba Sports Club sio penalty halali. Tukio hilo limeweza kutia gumzo, lakini vile wachambuzi wengi wakaweza kusema ilikuwa ni penalty halali, na huenda kutokana na sasa hivi sakata mambo yamekuwa mengi sana, marefa kuhusishwa na rushwa, labda huenda refa huyo aliweza kupokea rushwa. Lakini vile vile Stellenbosch na wenyewe walipata matukio kama mawili hivi ambapo kuna mchezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club aligusa mpira katika ndani ya 18 ndani ya box, lakini wakakataa, lakini vile walifunga goli, lakini goli hilo likaweza kukataliwa. Lakini matukio yote hayo, ndugu mchezo, ya kuleta mashiko, na moja kwa moja tukio ambalo limeleta mashiko ni tukio hilo, japokuwa na hayo yameweza kuchambuliwa na wakiweza kuongea baadhi ya vitu, na lile goli la na mchezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club aliweza kushika lilikuwa ni penalty kweli. Kwa hiyo sasa moja kwa moja imeonekana kuna vitu ambavyo vilikuwa vipo hapa katikati, lakini vile huenda ni makosa tu ya refa na wale watu walikuwa katika VAR, lakini vile huenda kuna rushwa ambayo iliweza kutumika kati ya timu hizi mbili, lakini haswa timu ya Stellenbosch. Ndugu bwana michezo, na hiyo ni taarifa fupi ambayo tumekusogezea siku hii leo kuhusiana na refa huyo kuweza kuwekwa kikangoni, lakini vile kuweza kuchambuliwa na wachambuzi mbalimbali na mashirika mbalimbali duniani kuhusiana na matukio tata ambayo yaliweza kutokea, na yeye akionekana kuyanyamanzia kabisa na akisema hakuna chochote kilichoweza kutokea, lakini hasa akiweza kuleta utata na kutia gumzo katika tukio la Simba Sports Club ambalo mchezaji wa Simba alichezewa. Mimi sina la ziada, tafadhali comment, subscribe na usisahau like.